Alipomaliza sikuongea lolote lile. Yaani sikia kama kitu kimekuja mwili mzima, yani ukawa kama umekufa ganzi. Yaani siongei. Sifanyi ile wanavyoimba, wanaimba. Wewe umenyamaza tu. Mimi nimenyamaza tu. Na sijui fahamu zangu zilienda wapi, sijui. Mpaka nikamuuliza wewe Masai umekuja kuniloga? Nini umeniwekea kichwani? Umeniweka mikono yako nimesizi kabisa. Katulia pale, kapigwa kengele ya kuingia ndani. Kaingia ndani. Akasema njoo nikuombee. Tumemaliza kutandika ile sero ile. Katika tumemaliza kwa sababu sero yetu mimi nilimhamisha na nikaomba kwa maaskari nikamhamisha hiyo bwana, tukawa tumelala kwenye sero yetu ya wauaji. Kae na sisi wauaji Masai. Kwa sababu alikuwa anapigia kelele kwa maombi. Basi usiku akasema njoo nikuwekee mkono. Tena. Mungu ameniambia nikuwekee mkono. Nikuwekea mkono bwana. Kama nilifungua fahamu zangu. Yaani nikisikia kama ufahamu umerudi. Nikaanza kusema wewe sio mtu wa Mungu, wewe ni mchawi. Ukaanza kumwambia ni mchawi. Wewe ni mchawi kabisa. Kumbe umeingia na uchawi wako, ukasema mimi sio mchawi, brother, msikilize yale ninayokuambia, achukua msaada kwako. Mtu mwingine anasema hivyo. Yeye mwenyewe akaniambia sasa nikwambie kitu rafiki. Mungu ameniambia hii kesi ufungwe wewe. Ufungwe. Kaambia angalia sasa unaanza kunijaza upepo tu. Wewe acha kunitia sumu, niache tu. Ndio niombea natosha. Hayo mengine yakuhusu. Akanambia kabisa, kadhibitisha kabisa, akasema hautafungwa. Mkubali Yesu. Mimi namkubali. Piga magoti, nikapiga magoti. Kwa mara mwisho akakuwekea mkono usiku ile. Usiku. Aliponiwekea mkono usiku, akaniambia nimekuombea na Mungu amesikia maombi na hakika hii kesi hautafungwa. Akakwambia hivyo? Akaniambia hivyo. Anasema Mungu ameniambia wote watafungwa lakini hutafungwa. Katika washtakiwa 8 utatoka wewe. Mimi sikumwamini. Wala sikutaka kumsikiliza. Lakini ule mkono alioniwekea nilianza kulia pale mpaka alfajiri, sikusinzia. Machozi yanadondoka tu. Na ndio mara yangu ya kwanza katika ulimwengu huu kusikia amani moyoni mwangu. Nilicheka vibaya sana. Kila mtu nilikuwa namwangalia hivi nasikia amani, tunasikia amani, nacheka. Akanambia ili udhibitishe kwamba nimetumwa na Mungu, nikienda mahakamani sirudi. Sasa mimi nikawa nategea sasa. Leo sasa nimeenda mahakamani, ngoja niangalie sasa mhubiri wangu kama atarudi. Hakurudi. Nikawapeleleza wale, akasema bwana umefika pale, hakimu anamwambia wewe nenda bwana. Usikupeleka jela, ulijipeleka mwenyewe. Wewe nenda bwana. Sasa kesi yangu ikaanza kuunguruma. Lakini tayari moyoni nimeshajenga msingi wa nani? Wa Yesu. Moyoni kutoka kwa yule nani? Masai. Kesi kaunguruma cha kushangaa. Baada ya miezi 3 Masai ametoka. Hukumu inakuja kutoka. Sikufichi. Yaani nitoka mahakamani pale kama mwehu. Ilisoma hukumu masaa 8, nasoma hukumu masaa 8. Yaani tangu swali moja mpaka masaa 8. Saa 8:30 ndio hukumu yetu iliisha. Na kweli watu wakachukua miaka 37. Mimi nikatoka. Uliponaje? Hukumu ilisemaje? Yaani hukumu ilisema katika udhibitisho na ushahidi na katika gwaride la utambulisho. Mimi nilishangaa, gwaride la utambulisho lilinitamua mara moja. Lakini mara 4 walikataa, huyu hatumjui. Yaani nikwambia nashangaa Mungu. Na hapo ndio nilianza kujifunza matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Ingawa nilikuja kweli nikaendelea kunikarudia, lakini nilitoka na imani ya Mungu moja kwa moja kwamba Mungu anafanya kitu. Ukimwamini Yesu anafanya kitu. Mimi aliyemtoa mahakamani kwenye ile kesi Yesu. Na mpaka ninavyokuambia hivi tangu mwaka 93 watu wamehukumiwa kwa sababu ile no admission. Unakula kavu, hawajamaliza mpaka leo. Wapo wako gerezani. Wako Maweni Tanga. Gereza la Maweni Tanga. Kufika alianzia mshtakiwa namba 1 ambaye nilikuwa ni mimi. Akapekua vipengele vikaniingiza. Alipofika kipengele cha 8
Maana ukisikia umefika kipengele cha neno unaingizwa juu umeenda uraiani. Kikaniingiza. Cha 9 kikaanza kunitoa. Cha 10 kikanitoa. Cha 12 kikanitoa. Nikasikia mheshimiwa jaji anasema mshtakiwa namba 1. Mahakama inakuacha huru. Uko huru kuanzia sasa. Nilipiga soti blaza kutoka kwenye ile kizimba, nilipiga soti. Soti sarakasi. Sarakasi yani kuruka kutoka kwenye kile kizimba. Maana tulikuwemo watu 8. Unaona? Kutoka kwenye kizimba mahakama kuu hiyo. Nikaruka nikakamatwa na askari. Nini unanizuia, unataka mimi niendelee kukaa jela? Akasema hamna utaratibu hapa, kuna utaratibu unaofuata hapo, umeshavunja sheria. Nikamrudia jaji, mtukufu jaji. Angalie, umeniruhusu hujaniruhusu, umeniachia hujaniachia. Akasema nimekuachia huko huru. Mzee, nilitoka pale na kabaibo kale kadogo kale kashoti bible kale kaagano jipya kale. Nilikuwa nasema Yesu, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Yesu, natembea uraiani, nashuka nakimbia. Hii jambazi, huyu amechanganyikiwa, huyu ndio anakwendaga mali za watu zinaanza kuwazuru. Naona? Nikarudi uraiani. Niliporudi uraiani sikuwa na kampani ya mtu yoyote zaidi ya Yesu. Sikuwa na kampani yoyote ile. Kumbuka hata blaza yangu alikuwa aniamini, na aliposikia hilo kesi biashara ikawa imejifunga kwake. Kwa kampani zote zile ambazo zilikuwa hakuna hata huyu mmoja. Na nilipotoka pale nachokudhibitishia sikuingia tena kwenye magenge tena ya hao vijana au kuingia kwenye genge letu au kutafuta genge lingine, bali nilitafuta wasukuma mikokoteni. Naona sasa kuna mama mmoja ambaye huyu kijana tulikuwa naye kundi moja, na tukio tulitenda kundi moja siku hii moja, na tulikamatwa wote siku hii moja. Na hiyo kesi yeye ndio alikuwa analeta mavyakula kwa sababu sisi tulikuwa na jamaa kutujali. Ndiye mama wa kwanza kwenda kumfikia. Na nilipomfikia kwa sababu alikuwepo siku ya hukumu, aliniambia mwanangu Emma, acha haya maswala, mtukuze Mungu aliyekuokoa na miaka 38. Mshikilie Yesu usimwache. Alikuwa Muislamu. Akasema mshikilie Yesu usimwache. Kama huyu rafiki yako angenisikia, hiki kibembe kisingemwangukia. Kumwambia mama, ulivyoniambia na kusikia. Kaondoka. Ila sasa yule mama alikuwa na jiko la kupikia. Unajua majiko ya kupikia yale ya kujengwa, lakini sio majiko ya kununua dukani. Vile vijiko vya kujenga ya kujengea hapo. Na yule mama alikuwa anapika mandazi. Sasa nikapiga plan, nitakuwa nalala wapi? Sitaki kujichanganya kwa magenge yote yale, wala sitaki kugusa cha mtu. Yaani moyo umekufa kabisa, nimetoka na moyo mwingine na sura nyingine. Sitaki kabisa, hata brother angekuja tu ningepiga magoti tu na kumwangukia. Nisamee. Lakini nikaona kwenda Monduli mbali, Arusha kutoka Moshi. Sina hela, sina nini. Kabidi nianze kusota mlo. Nilikuwa nashindia naenda Njoro kule. Njoro kule nilikuwa na shinda huko kwenye nani kulikuwa na limto likubwa na chemchemu kutoa maji. Kulikuwa na mamiembe makubwa. Sasa nikawa nashinda kule na zura kwenye yale maembe, nikikuta kaembe kameliwa na ndege huku. Na mwingine umebaki salama naosha kwa maji. Na mimi nakula upande ambao ndege imefanya nini? Nimekula. Nikitoka hapo na zurua sokoni mle. Nikipata mtu wa kumbebea kama mzigo, wasionifahamu wananifahamu hili jambazi nataka kuiba. Hivyo sasa siku moja nikawa nikifika usiku mida ya saa 4 naondoka mdogo naingia kwenye kale kajiko ka yule mama nalala. Sitaki wizi tena. Basi. Lakini unampa taarifa? Ana taarifa. Saa 11 nishaamka. Niko Njoro. Nishanawa kila kitu. Kifika saa 4 na mimi saa 2 na mimi najichanganya kwa wale wasukuma mikokoteni. Kitokea bosi amekuja kumchukua na mimi nishikia hapo atanipa hela akakula. Ikawa ndio maisha yangu hayo. Unaona, lakini moyoni namuomba Mungu. Moyoni namtukuza Mungu. Mambo ya uzi nikaweka pembeni. Nikawa bado bangi nilikuwa navuta, bangi sigara nilikuwa navuta, kicha mtu nilikuwa sigusi. Sasa bwana. Siku hiyo sijui nilipewa msosi na mama gani, msosi wa mama nilikuwa sijawahi kula chakula karibu wiki 2.
nakulaga vitu vikadandala nikapewa chakula bana, nikala nikashiba na maji, nakaa chai nikakaa nywapo siku hiyo. Sasa ikaja hali mbaya ya hewa hii. Usiku kwenye saa 4 hiyo. Hawajalala mapema, mvua ikianguka tutalala wapi? Bahati nzuri nikaona wanahamisha vitu. Ilikuwa hali ya mvua? Ilikuwa hali ya mvua ya usiku. Mimi nikaingia kwenye sasa kuja kupita pale uwani, nikakuta kuna mama ameanua nguo lakini ameachapo likanga lake. Liko likitenge lizito. Nikalichukua siku hiyo na mimi nikaenda nikalilalia. Nikajifunika nilikuwa sijui kujifunika ndugu yangu, siku nyingi napigwa babali. Usingizi ukanipitia. Kuja kustuka saa 12 nakuta mama ameshaleta mandoo yake ya mandazi na ameshawasha na lijiko. Nikajua ameniona Mungu wangu, nimeshaharibu sehemu yangu ya kula, nitalala wapi kwenye mji? Nikaanza kulia tu, nimekurupuka pale na ile likanga nikatupa pale nikakimbia. Sasa ilipofika saa 4 nikasema ngoja nijipitishe tu, nikaja nikamsalimia fresh tu. Hakukuona? Hakuniona, aliniona ili akakauka. Sasa mimi nilipokurupuka kama ameniona sawa, kama hajaniona poa. Ndio ile saa 4 nikajipitisha kwake. Kaniambia mwanangu, Wema uko wapi? Sio unakuja hapo unakula wapi? Usimeacha hizo kazi. Nikamwambia mama, mimi nimeacha kabisa mbele za Mungu. Sio unakuja unakunywa hata kachai mwanangu, wewe ndio mwanangu ulibaki. Mwenzio si unaona alikoenda huko, nitampata lini? Hiyo miaka chatakuta nimeshakufa. Nikamwambia sawa, kanitwanga swali. Unalalaga wapi? Siwezi kusema uongo. Na hata nikisema uongo tayari ameshanijua na ameniona. Namwambia mama, mimi sikufiti, tangu nitoka gerezani sina mahali pa kulala. Mimi huwa navizia mkishafunga hapa ndio nakuja kulala. Unakulaga wapi mama? Mimi nakula kwa neema ya Mungu. Nakulaga sana maembe kule kwenye miembe kule Njoro kule. Nikizunguka nikakuta embe limedondoka nimekula. Usipolipata na acha hivyo nakunywa maji na lala. Mungu ananilinda tu. Naona tangu nimetoka gerezani sijapata madhara na naishi vizuri tu, ingawa shida zangu ni za kawaida tu ya wanadamu. Aniangalia akasema, "Masomo acha kabisa." Nikamwambia mama, mimi nimeacha na nikipata sehemu ya kukaa vizuri naanza ibada. Kweli kabisa mama. Akasema kweli, kwa sababu kwa mazingira ambayo umefika kulala wewe haya ya jikoni na mimi naweza nikaamini kwamba umefanya nini? Umeacha. Kwa sababu nimekufuma kabisa ukilala hapa. Unakataa. Nikamwambia mama, ndio hilo limenipitisha hata hapa nije kukuambia unisamee, ila uniruhusu niwe nalala kwa sababu sina mahali pa kulala. Na mimi sitaki kugusa cha mtu na sitaki kupiga mtu magoti. Hata nimwangalie Mungu tu ndiye mpokea. Ananiambia sikia. Mimi nikuja nikakuona. Na ni siku ya 3 kuona ngao na jificha. Sasa mwanangu sikia. Kuanzia leo usilale jikoni huko. Kuanzia leo utakuwa unalala na wadogo zako hawa. Na kuanzia leo usile chakula chochote sehemu yote kwenda kuomba. Nisikilize mimi. Shida yote ulionayo nisikilize mimi. Nichukue kama mama yangu. Na mimi nakuchukua kama mwanangu. Na nisikia, mama nashukuru. Nikaona Mungu amenifungulia mimi lango. Nikamwambia mama nashukuru sana. Akasema sasa hela ya kutumia utakuwa unaipata. Ndio mama, mimi nitakuwa naenda hata kwa sukuma mkokoteni au na sukuma. Akasema hamna, sikia. Kuna ndoo, kuna chupa za za kuuza zilikuwa zile vimto. Kama unaikuwa ukikuta vimto ile. Naona nilikuwa na kreti nzima. Akasema nitakupa hela ukoroge juisi uanze kuuza mtaani. Nikasema tena utakuwa umeniokoa. Akanipa hela kilo moja ya sukari, akanipa hela kununua barafu, nikanunua, nikakoroga, kaanza maisha, nikapeleka nikauza, nikamaliza, nikapeleka nikauza, nikamaliza. Mara wale walokole nao wakawa wanapita pale wananikuta. Basi tunauza juisi ya 100. Nikaanza kuwa najipendekeza kwenda kanisani. Nakumbuka kanisa langu la kwanza kuingia ni Assemblies of God la Emmanuel Lazaro. Mwanzilishi wa imani ya Kilokole Tanzania na Moses Korola. Ndio ilikuwa kanisa langu la kwanza kuingia, na ndio kanisa ambalo lilikuwa naabudu brother. Asma. Naingia mle
kwa sababu wanajua tabia zangu. Wengine wanipokea, wengine wanipokei, wengine watu wakaa mbali. Ndio mpiekaji hata tumaliza. Basi bwana. Lakini kwa maombi na neema ya Mungu nikisimama kwa kumpitia yule mama. Nikisimama kwa nimetuliza mambo yangu ya nini? Ya ujambazi na uporaji. Kwa moshi nikawa nimetuliza kidogo. Angalia ngoja niangalie upepo. Sasa nimeshakaa takriban kama mwaka mmoja hivi. Nikaja nikauama mji. Kwa hiyo ukatoka kwa yule mama? Nikatoka kwa yule mama. Sasa nimeshakuwa na mimi na nguvu. Nimeshakuwa na viela kwa sababu yule mama alikuwa kama mlango ambao Mungu amenifungulia kupitia kwa yule mama. Unaona? Kaanza kupata viela. Mimi nikamwambia yule mama sasa nipange chumba. Akaniruhusu naweza kufanya nini? Kupanga chumba. Kupanga chumba. Sasa baada ya kupanga chumba, si roho zilinitokea wapi za shetani. Sikaja kunivamia kukutanishwa tena na mshikaji ambao tuliachanaga naye Mombasa, wale ambao nilikwambia walikimbiaga Kenya wale wakawaacha. Wapiga milioni 14 wakawaacha. Wakatuacha. Unaona? Nikaja kukutana na mmoja sasa. Moshi hapo. Unaona? Na duka kubwa. Yuko fresh. Kanivuta, mshikaji akanivuta bwana. Sijaingia tena kwenye mambo hayo. Nikarudi kwenye ujambazi. Ulirudi vipi? Nilirudi kwenye ujambazi baada ya kukutana naye. Sasa akawa ndio rafiki wa karibu, alafu anazo alafu stories ambazo tulikuwa nazo kule na zinafanana. Pia matukio ambayo tumeshapiga naye na nini. Ule moyo wa kwenda kanisani ukaanza kutoka. Nikarudi kwenye bangi, nikarudi kwenye sigara. Sasa ile nguvu ya kuwa na shiriki kanisani ikawa inatoka. Na lingine tena siku moja kaja kanikorofisha jamaa saa 12 jioni. Kumbe wapendwa wanatoka kanisani. Kutoka kanisani wakuja kunipitia pale sokoni kuniangalia kama bado naendelea na mungu zangu za kuuza nini. Nao Mungu alishanifungulia mlango kule kanisani. Lakini shetani baada ya shetani anakuja kuvuruga zaidi. Kanisa na huyu jamaa bwana kaniletea maneno ya kimbea. Ndio mtani tu hapo. Mtani tu hapo. Hicho maneno ya kimbea. Sasa nikaona huyu jamaa ni juu, ngoja kwanza nimfungue ukurasa anielewe. Nikamfungua hasa. Ngumi lakini. Ngumi. Kumbe walokole wako pale wananiangalia. Wanakuangalia. Nakuja kupiga macho hapo. Walokole wa kanisani mzee wangu. Tendo sasa. Kwa bamba moyoni yetu na shetani ikanipoteza kabisa, nikanitoa kwenye ramani kwamba watanionaje kama mpendo, kwenda wataniona na zuga ili nije niwafanyie, kwa sababu bado sijaokoka, bado niko na mambo. Nikatokea kumchukia huyu jamaa ambaye amenileteleza maneno mpaka nimekunjua mikono yangu. Nikatokea kumchukia kwa lile alilonisababishia, kwa sababu imani mimi kwangu mimi nilijua imani kwao haimo tena. Ile ambayo ilikuwa imeanza kujijenga kwangu. Sasa walikitendo walichonikuta nafanya, sasa imani ndio imetoweka kabisa. Kwa hiyo kanisani najipeleka kama kasha. Sasa nikaanza kuambatana na wao mshikaji tena. Ndio tukarudia sasa bora yeye. Mshamba kikosi changu cha watu watatu. Tunapiga mapigo ya kisayansi sasa hivi, tunapika kisayansi. Ndio tukaanza sasa pigo hivi. Nikaingia tena kwenye mlolongo huo. Lakini tayari huku Mungu alishanisamehe na kanitoa kwenye kesi ambayo imefika watu miaka 38 mpaka ninapoongea hivi. Hawajamaliza. Wapo gerezani. Wako Maweni Tanga. Unaona? Basi bwana. Karudia ujambazi. Na yule bwana. Na sasa hivi yeye ndio bosi, ndio tajiri, na mimi ndio mtu wa karibu naye, na tumejuana miaka, tumetemana kule kwa matukio, na tumekuja kukutana tena katika mji mwingine. Kwa hiyo lazima ni rafiki wa karibu kabisa, jamaa wangu wa karibu, na anajua kwamba nimelipata jembe la kazi. Yuko vizuri. Section zote ameenea. Unaona? Basi bwana, ndio tukaanza kazi tena za ujambazi. Arusha hapo. Sema bwana tuame hapa, tuame Moshi. Moshi wana macho mengi, magepu yetu tunaanza kupigia Arusha. Ndio
kuingia Arusha. Okay. Unaona? Arusha nilipoingia ingia sehemu moja inaitwa Alimatejo juu ya ngalam nani kuna Nairobi, panaitwa kuna Nairobi, kutoka kuna Nairobi naenda Matejo, kutoka Matejo ndio unapanda Sakina. Unaona? Sasa hapa Ngalanaro. Unaona, alikuwa anaishi Ngalanaro, alikuwa na nyumba pale nzuri tu, kaanza kutana na Ngalanaro pale. Sasa hapo ndio uporaji sasa ukaanzia tena. Hapo. Utekaji mkubwa. Unaona? Ndio nikatoka huko. Kundi hilo tukatoka tukaenda Biaramlo tukabadilisha section kwenda kuteka magari. Sasa kuingia Biaramlo mle ndio nikakutana na makundi ya magaidi hilo poli, kama sio huyu mzee wetu huyu alikuwa pameharibika sana. Mzee wetu nani? Magufuli. Rais Magufuli. Amefanya kazi kubwa sana. Kubwa sana kwa sababu watu wametekwa, watu wamenajisiwa, watu wamefanya hapa mbaya mno. Lakini sasa hivi pamepotezwa, pametulia. Maana amemaliza kila kitu. Kwa amefanya kazi kubwa sana. Kubwa mno kwa sababu jeshi liliingia mle. Jeshi kama jeshi, sio polisi, jeshi kama jeshi. Ndio lilihamisha makundi yote walikuwemo mle. Okay. Kwa sababu mle tulikuwa na kwenda tukajiunga na kundi moja la dogo mmoja wa Kinyarwanda tena anaitwa Komando. Na alikuwa komando kweli, alikuwa na mke wake. Yeye alikuwa anavaa mkanda ya risasi. Aivaa kanda ya risasi, alikuwa na mashine ambayo alikuwa anatembea nayo. Yule dogo alikuwa anakwambia na Rolls 2. Akitaka gari na Rolls 2. Na roho ya kinyama na roho ya binadamu. Ana roho ya kinyama na roho ya binadamu. Alikuwa na silaha moja kwenye mdomo wake, hiyo AK47 ilikuwa imechora namba 7. Na maana akikusimamisha pale akiachia inachora 7. Inachora 7 risasi hizo. 7 zinazoingia. Lakini zinakutoboa matundu 7 kwa namba 7. Ina maana zina hivi. Namba 7. Mdomo wake ndio umekaa namba 7. Kaa namba 7 Kwa hiyo amekusimamisha pale kisha na Rolls 7. Naambia abiria na Rolls 2. Sasa mnaonyeshwa mfano. Kwa hiyo akitamka hivi itakuwa lipate. Hapo ndo akawa ndio ndio fanya ni mabaya makubwa mno. Ukitaka nifunue kubwa mno, mwingine nitoka nasikia machozi kwa sababu yeye nilikuwa nayatenda. Na wale watu walikuwa wanawafanyia, ukiangalia na huruma zinazokushika, kuangalia jinsi ulivyokuwa unanyanyasa watu na maisha ya watu walivyopotea, na wale unaowapoteza wana family kule, na ukishapoteza ina maana umeisizi familia. Ni dhambi kubwa sana ambayo zimekuja kujigundua sasa hivi. Lakini sasa hivi kwa sababu unaongea uko hapa unazungumza, kwanza tambua sio wewe, ni Mungu. Na kote kule ambako ulikuwa unapita, yote ambayo ulikuwa unayafanya, Mungu sio kama alikuwa akuone. Alikuwa anakuona. Alikuwa anaweza kukuzuia usiyafanye, lakini alikuwa na sababu zake. Yafanye. Pitia hivyo vitu, baadaye uje kwangu. Ukisha kuja kwangu, katika maisha yako yote utakuja utatoa ushuhuda. Utatoa simulizi zile zitawaponya watu, zitawafundisha watu. Kwa hiyo mpaka unaona vitu tunavyoongea hivi, kwanza Mungu ashakusamehe kwa sasa hivi huko, na ndio maana ndiye ambaye amekupa kibali unaweza kuzungumza na anachokitaka ili uwe sawa. Vitu hivi uvizungumze, viweke wazi, umeelewa? Kwa sababu kote huko ulishapita, sasa hivi kakuokoa, upo kwa Yesu kama ambavyo unanyambia, uko sehemu salama. Sasa kuna namna nyingi ambavyo watu wanaweza wakatibiwa, umeelewa? Kuna mtu anaweza akaja direct kanisani au kama ni msikitini ni wapi, akakutana na mchungaji akamwombea moja kwa moja. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akapona kupitia, kwa mfano wewe hapa, watu wengi wanatuangalia, kwa umewaponya watu wengi sana. Mimi sijui, lakini nikisema tu
kwanza mpaka muongee maana Mungu akuruhusu kakupa hiyo, na ndio maana leo uko hapa. Haujafusha kesi zote umezishinda huko, Mungu ndo akakusababisha umekuwa hivyo. Kwa kuongea hapa ana sababu ya kukuleta hapa uzungumze, watu wapone kupitia wewe, na hilo ndio lengo lake. Yaani kwa mfano mimi tumekaa hapa mimi na wewe hapa. Tuka kipindi kiko unapitia, lakini Mungu alikuwa anajua kuna siku utakutana na mtu fulani. Itabidi ufanye naye ushuhuda, mahojiano, uelezee hiki ambako umekipitia. Kwa sisi hajatokea kwa bahati mbaya, sio kwa mapenzi yetu. Ni kwa uwezo wa kwake yeye Mungu. Alikuwa na sababu zake. Alisema siku fulani utakutana na mtu fulani. Hii siku ilishapangwa miaka ya nyuma yote hiyo kwamba itafikia. Ukifika hatua basi itabidi uongee, ulifanya hivi na hivi na hivi, kupitia wewe watu wanapona. Wanakaa vizuri, wanamjua Yesu kwa sababu hivi tunavyozungumza mpaka leo kuna watu wanataweza kwenda kwa waganga. Huko waganga ushatoka. Ulikuwa huko, umeona ubaya wake. Sasa hivi kuna waganga na nyona tuangalia hapa. Mganga mwisho wake mbaya. Mtu anaenda kwa mganga, mtu anaenda kwa mganga pia, mwisho wake ni mbaya. Ni mbaya sana. Wewe ulikuwa huko, umetoka kwenye uganga, kwenye ujambazi, kwenye uchawi. Watu wote hao, hizo sehemu ni mbaya. Kwa kupitia wewe unaelezea madhara yake. Yaani kupitia wewe hapo unawatoa watu huko. Sasa ili uwatoe watu unatakiwa ueleze vitu vyote. Usiruke kwa sababu sasa hivi kuna watu wanatuangalia hapo. Na maana ishakuwa jambazi, alishakuwa tena utakuta afanya mambo mabaya kuliko hata wewe. Lakini kakaa mwenyewe, wengine kajifungia tu ndani, hayuko kanisani, hayuko kwa Mungu, hayuko msikitini. Lakini anawaza mambo yangu haya, anajiona kama amekosa makubwa, hawezi kwenda sehemu kwa sababu haamini, anaona kama yuko peke yake. Hakuna mtu mwenye matendo aliyofanya mambo mabaya kama yeye. Kwa ukisimulia hapo utampa hope. Inawezekana. Nenda kwa Mungu. Na ndiyo maana unatakiwa ueleze. Yaani sasa hivi uko salama. Umepona. Unaelewa? Kwa tuelezee yote Mungu amekuokoa, umepona, amekukutanisha na sisi. Na ndio maana leo uko kanisani. Umeokoka. Unamtumikia Mungu. Unaona? Kwa hiyo Mungu anatupenda, Mungu anakupenda. Na ndio maana katukutanisha hapa tuweze kuzungumza. Na yeye ndiye ametoa hichi kibali. Sawa kabisa. Kwa hiyo tuko sehemu salama. Isipokuwa tu kwa sababu tulipita vitu fulani, kuna muda vinatumiza, sisi ni binadamu. Kuna ile mawazo utayawaza ilikuwa hivi na 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 hivi. Lakini ni vitu vya na kuna watu tunaongea hivi, hatujakutana nao. Pengine hujakutana naye, mimi sijakutana naye. Kuna watu wamefanya maovu zaidi. Mengi, makubwa ambao hata wewe yani hata mara 10 wewe uingie kwao, lakini wamefanya. Lakini Mungu alivyo, hata ufanye nini anakusamea. Na ndio maana leo tunaongea hivi. Na ndio maana leo hauko polisi, ulishapona kote huko ulipita, kesi zako umepita. Umeacha mambo ya uchawi, umeacha uganga, kuna uchawi haupo, kuna uganga haupo. Uko uraiani, uko salama, unamtumikia Mungu. Ni mipango ya Mungu hii. Tulizia hapo kwenye pori hapo. Basi hapo kwenye pori ndio maana nikazima kwa sababu kuna tendo moja tulifanyaga dada mmoja. Yaani hivyo kumbusha nisikia mpaka moyo wangu unalia. Moyo wangu unalia kwa sababu nilifanyia unyama mbaya sana yule dada. Sababu ilikuwa ni saa 1 jioni. Sijui ilikuwa ametoa na nini. Sisi tulikuwa kwenye movement zetu za kazi. Na gari tulikuwa tunalisubiri. Na gari ilikuwa inatokea Bukoba. Lakini kwenye muda kama saa 1 hivi na nusu. Kaona jamaa wako wawili na mama mmoja wanatembea naye, na sisi washikaji hatujapata wanawake siku nyingi. Tukawasimamisha. Mko nane? Sisi tulikuwa watatu tu. Hapo mnataka magari. Kwa magari. Mzetu walikuwa hajafika. Kwa watu 5 jumla. Sasa wakati wale watu wanapita, walikuwa na Mungu kuja kama wanakuja Biharamulo. Tulipouliza kusema walikuwa na gari lakini limeharibikia njiani. Limeharibika njiani. Kwa hiyo wameamua kumove kwa sababu sio mbali. Ili wafike wachukue sehemu ya kulala. Tukauliza nani mwenye mke huyu? Sasa wao wakasema huyu dada naye walikuwa naye kwenye usafiri.
Tukaambia sawa, sasa sisi shida yetu ni mwanamke, tuna shida na hela zenu. Tuacheni mwanamke muende. Wenyewe wako watatu? Wenyewe wako wawili. Wawili tu, mwanamke na mwanaume. Wanawake wawili, mwanamke mmoja, wanaume wawili. Kwa wako watatu na wenyewe. Watatu wenyewe. Sisi tuko watatu, lakini kuna mtu wa nne ambaye ni silaha na inaonekana kabisa live. Si kwamba imefichwa. Kuna sisi tuko nne. Niko mkononi kabisa. Watu mnatembea attention kwa sababu ilikuwa ni masaa ya kutembea attention. Kwa hiyo wenyewe na maana walianza kuingia na wenyewe uoga. Sasa unaona tayari. Tukaambia wanaume nendeni, nikamsubiri sisi tunashindana naye kidogo. Sio la ubishi, kitendo kilicho waleteleza walileta ubishi. Sasa wakaanziwa wanaume kuonyesha kwamba ule unyama tuliokuwa nao ndio wanaume. Shiko kwanza kitako cha bunduki, pigwa kitako cha bunduki, watu wakafloti. Wakavutwa pembeni, wakawekwa hapo. Sachi hawana viela walivyo ni vichache mno. Kuna mtu aliyewagusha hela zao, mama vua nguo zote weka pale. Yule mtu tulimfanyia vitendo vya uovu yule mama, na alikuwa ni mzuri bro. Mzuri, msichana mzuri. Mungu alikuwa amemuumba vizuri. Lakini tulimlala, tulimfanyia vitendo vya uovu mpaka tukachukua mchanga. Yaani mtu unajirudia mara mbili. Tukachukua mchanga mpaka kumwekea kwenye sehemu zake za siri. Tulimwacha hapo na wale jamaa, sisi tukasonga. Mkaenda mbele. Kilichoendelea tujua aliokolewa na dipenda ya polisi ambayo ilikuwa inafuata patrol. Ndio ikamuokoa. Tulivuta alivyo uchi. Tulivyomwacha uchi kwa sababu tulimfanyia na akapoteza mpaka fahamu. Nakumbuka unafanywa na watu ambao wanaishi misituni na watu ambao hawana ukaribu na wamama kila muda. Roho zao ni katili. Hawana huruma. Huruma hiyo hamna. Mbali na kuwa kweli nilikuwa nimeshaondoa na ikaondoka ile roho, lakini nilipokuja kukutana na huyu nikao nimejifunza kitu kimoja, kwamba unapojitenga na uovu, jitenge na uovu moja kwa moja. Lakini utakapojitenga na uovu ukakaribisha hawa kuwa karibu nawe waovu, lazima utarudia uovu. Na tena wanasemaga labda ulikuwa kwa shetani, ukaja ukatoka ukaenda kwa Mungu, alafu kuja kurudi kwa shetani, inarudi mara zaidi. Yani shetani sababu shetani anakupenda. Yani umerudi tena kwangu mbaya mno. Yani piga soti, kama ni soti nipiga 12 za hewani kurudi kwa shetani. Kwa hiyo shetani aliwatawala sana hapo. Na nilirudi na unyama mbaya sana. Mmoja hiyo tukao hata unyama ambao ilikuwa siufanye kule silikuwa naua tu, lakini nilikuwa sifanye mambo haya ya upumbavu. Lakini niliporudi huko nikarudi na mambo ya upumbavu. Unaona? Kwa kuteka wanawake ilikuwa ni kitu kidogo sana. Mimi kuteka wanawake ilikuwa ni kitu kidogo sana. Mwanamke nilikuwa namhurumia kwa pesa yake, lakini simhurumii mwili wake unapohitaji. Ndio ilikuwa kitu ambacho kilijaa moyoni mwangu. Basi kwa wakuta tukaweka pembeni pale, sisi tukaendelea na move zetu. Tupiga mkosi. Tulimove mpaka asubuhi, hakuna gari iliyokatiza kwenda ya polisi. Ni divenda tu. Mpaka tukajiwazia bora tungechukua vile vichache vya wale walituwa na mfuko. Mliwachache change. Tuliwaachia. Ndio sababu ni vile vidogo. Kuchukua kwa tumelenga hela ndefu sana kwa sababu yule sister wakati nimemwambia hapa alileta ubishi. Alileta ubishi wa nguvu na alileta ubishi. Alileta ubishi. Sasa hapa pia tupate somo. Sasa hivi jambazi umepungua. Tunashukuru serikali yetu. Hatusikii hizo kesi. Wamezimaliza. Kwa serikali, Rais Magufuli wamefanya jambo jema. Umeisha. Lakini inapotokea kesi kwa raia wa kawaida, kesi kama hii umekutana na majambazi. Hakuna jambazi mwenye roho nzuri. Hakuna jambazi mwenye roho nzuri. Kwa hiyo ukikutana naye, msikilize. Akitaka kama ni hela ili uokoe, wewe mpe. Usitaki makubwa. Kwa sababu ukimbishia unaleta makubwa. Kwa sababu kumbuka yule mtu uliyokutana naye tayari hayuko katika muhimili wa binadamu wa kawaida. Tayari alishahamishwa katika muhimili wa binadamu wa kawaida. Ameingizwa roho ya unyama, roho ya jiwe, katili, ya roho ya ukatili, sio jua. Tayari amevaa vazi nyingine, kwa usimbishie ili uendane naye. Kwa sababu tayari Mungu akikukutanisha naye hapa huna ujanja. Hata kama ni mtu wa Mungu, ujue Mungu ana kitu anachokitafuta pale. Lazima kutakuwa na mpango wa Mungu, kwa sababu Mungu kama Mungu
kama wewe ni mtu wake hawezi kukuruhusu kutane na baya kama hana makusudi nalo au hataki mpango wote. Kwa akikukutanisha ana sababu zake. Ana sababu zake. Kwa wewe mtiifu na atakupitisha. Atakupitisha. Utapata shida lakini atakupitisha. Ukiwa mtiifu utapita. Unaweza ukawa mtiifu na ile nguvu ikawavunja, kwa sababu nakumbuka jamaa yetu ndo alitushuhudia, waliteka mlokole mmoja. Binti mmoja wa kilokole alikuwa anawahangaisha sana, naomba mambo yao yaende. Kila wakipanga kwenda kuvamia, mara wanashtukia madefender yameingia. Kwa ajili sasa wakamlia target hiyo binti. Wammalize. Wakamlia target kabisa. Sema huyu binti cha kwanza sio kummaliza, cha kwanza tumfanye fanya vitendo vya kikatili ili huyu Mungu wake ajione ni choo, asiendeko tena. Hiyo ndio ilikuwa lengo lao kubwa. Lakini yule dada baada ya kukamatwa kweli walimuona anakuja, wakamlia target.